Okay bwana, hii sasa ni sehemu ya pili ya simulizi yetu hii inayokwenda kwa jina la Fatuma Tepwetepwe. Katika sehemu ya kwanza tulishia mahali ambapo tulimuona bwana Godwin ambaye ni mume wake na mama Miri alikuwa amesharuka kwenye ukuta, amedondokea upande wa pili kutokana na kwamba chumba kile alichokuwa ameingia cha Shufaa kilikuwa hakina sinkboard. Amedondoka upande wa pili, na upande wa pili ni katika chumba cha mwanadada Fatuma Tepwetepwe. Sasa pale ndani tuliwaacha wakati wakiwa wanajadili habari ya kupeana matunda ya kimwili. Sasa msikilizaji, huku upande wa pili Shufaa alikuwa yuko na rafiki yake kipenzi, shoga yake ambaye ni mama Miri. Mama Miri mpaka muda ule alikuwa hajui kabisa kwamba mume wake yeye yuko wapi. Alikuwa hajui kwamba mume wake kutoka kwake kule chumbani ni kwa sababu alikuwa ameingia kwa shoga yake ambaye ndo huyu Shufaa. Basi mama Miri pale anaendeleza umbea. Shoga yangu, ngoja nikwambie. Yaani nakwambia nikibaini na nikawa na uhakika kwamba mume wangu yuko kwa huyo Fatuma Tepwetepwe, iwe ni hapa iwe ni nje, haki ya Mungu namzamisha kisu cha tumboni afie mbele huko. Siwezi kuvumilia yani. Siwezi kuvumilia. Waume zetu tutawaficha wapi? Mwanamke sio kivuruge sio wa wapi? Yaani huyu bora aende akakae hata huko Chamwino. Aende akakae huko Chamwino. Yaani anakaa huko, yaani amekuja Manzese kwani nyumba hata hivyo kama anataka Manzese nyumba hii ni moja tu. Kwani nyumba iko moja Manzese? Siende akatafute sehemu akakae. Au aende hata huko Itigi akakae akajiuze kama anataka. Kwa lazima akae huko. Aende hata huko Kaumba akakae huko ambapo malaya wenzake anakaa. Sio anakaa na sisi ambao yani anakaa na huku sehemu ambapo watu tumeolewa na heshima zetu na waume zetu, afu kazi yake kutega wanaume. Haya sasa hivi hapa mume wangu hayuko ndani. Unafikiri yuko wapi? Kama sio yeye, na akifungua tu mlango hapo akienda, huyu hapa sijui Tepwetepwe sijui Kwetekwete sijui mauchafu gani, akitoka hapa mimi nakwambia namfuata kila mahali atakapokwenda. Siwezi kukubali. Lazima atakuwa anamfuata mume wangu huko. Kuna sehemu amekutana ili wakaongee. Msikilizaji, ukisikia kwamba usilolijua ni usiku wa giza, ndo kama hivi bwana. Rafiki yako ndo huyo adui yako. Mama Miri alikuwa akiongea akijiamini kabisa kwamba anayemwambia ni rafiki yake kipenzi. Alikuwa hajui kwamba huyo ndiye mwiba, wala hata sio Fatuma Tepwetepwe. Upande wa pili ndani ya chumba cha Fatuma Tepwetepwe akiwa na Godwin mume wake na mama Miri. Fatuma Tepwetepwe anapokea zile pesa vizuri, na wakati huo sasa Godwin anaamini kabisa kwamba ule ni muda wa kufanya show, aanzishe mechi pale ndani. Anaamini kabisa kwamba ule uwanja umeshabadilika uwanja wa mpira, na ni wakati wa kuanza kukimbiza mpira pale ndani ili aweze kutupia mpira kambani. Kiukweli mnazi wa Godwin ulikuwa umeshaanza kujibu mapigo. Pensi yake ilikuwa imeshaanza kutoa ishara kwamba tayari ameanza kuvurugwa kabisa. Anataka aweze kupewa mechi haraka sana, aweze kutupia mpira kambani. Lakini kitu asichokijua ni kwamba mwanadada Fatuma Tepwetepwe wala hana hata hizo tabia kama ambavyo yeye anavyofikiri. Leo nimechukua ndio. Sasa tufanye basi. Nisikilize ngwambie kitu. Hata kama hela yako nimechukua, lakini elewa tu kwamba mimi siwezi kuwasaliti hawa, yani wanawake ambao mimi nakaa nao nyumba moja. Siwezi kufanya hivyo. Sasa pesa si umechukua hiyo hapo, unajua itakusaidia. I know. Najua. Lakini ngwambie tu, yani ndani ya nyumba hii wanawake hapa tunaonana kila siku. Wenyewe washaonyesha ni kisirani. Wanaogopa kwamba mimi nitachukulia waume zao. Alafu na wewe utoke huko kwa mke wako eti uje kwangu. Mimi ngwambie siwezi kufanya hivyo. Na ukinisumbua tu hapa namwambia mke wako.
napiga kelele kwamba umekuja umeingia humu na nasema kila kitu. Bora utoke hapa uende zako tu. Fatuma, sikiliza basi nikwambie. Sasa ungefanya hivi kidogo tu. Nafunga goli moja tu. Moja tu. Unajua hapa mpira hatutatumia muda mrefu kucheza. Tunacheza tu mpira. Mimi natoa kama mguu wa yoga. Kidogo basi. Sikiliza nikwambie yetu. Siwezi kufanya hivyo. Mimi ni mtu ambaye naheshimu waume za watu. Siwezi kabisa kufanya hivyo. Wewe pesa umeleta, lakini nakwambia ondoka tu kabla sijamwambia mke wako. Ondoka kabla sijapiga kelele kwamba unanibaka huku, na nitasema kila kitu kwamba wewe umetoka hapo kwa shufaa. Nitasema sikiliza basi. Usiseme basi. Nyamaza. Lakini tunafanyaje sasa? Nirudishe basi yule. Wewe ukome tena. Umenipa ila uliambiwa mimi kwamba najiuza kwako. Hata kama ningekuwa najiuza ndio nijiuze kwa waume za watu hapa ndani. Hivyo unanionaje mimi? Nakwambia uondoke. Tena ukiendelea mimi napiga kelele humu ndani. Unikome kabisa. Msikilizaji, sasa pale Godwin linaanza kumshuka pale. Pesa ametoa na mzigo anagoma kupewa. Hii ndo ile inayosema kwamba kupendeza umependeza lakini mjini huendi. Ukizingatia kwamba tayari Godwin mapigo yake ya moyo yalikuwa yameshaanza kwenda mbio, akijua kabisa kwamba huu uwanja anavyouona mzuri, uwanja wa mwanadada Fatuma Tepwetepwe, basi kilichobaki hapa ni chenga moja mbili na mapema sana anazamisha mpira kambani. Lakini bwana, kumbe mambo ni tofauti kabisa. Fatuma Tepwetepwe sio mrahisi kama unavyoweza kumfikiria. Na yeye aliamua kabisa kwamba lazima amtese kabisa ili kusudi aweze kujenga heshima pale ndani. Naomba uondoke. Naomba utoke. Basi kama imeshindikana nipe basi hiyo hela. Nimekwambia na kuheshimu sana. Unavyojifanya kwamba unavyoona wewe ni mhuni, mimi ni mhuni zaidi yako. Lakini pamoja na uhuni wangu mimi siwezi kufanya vitu hapa ndani. Yaani mke wako yuko hapa, afu na mimi uje kwangu. Hivyo unanichukuliaje lakini? Sasa ngoja nikwambie, ngoja nikupe advertise kwa sababu wewe unaniona kwamba mimi labda ni kama wewe. Pale sasa Fatuma Tepwetepwe ananyanyuka pale kitandani, anashuka na kwenda kufungua mlango. Wakati anaenda kufungua mlango anashika kitasa kabla hajatoka. Pale Godwin anamuwahi pale mlangoni huku akianza kumbembeleza na kumvuta ili arudi kitandani. Wewe. Basi sikiliza. Kana yuela, nyamaza basi. Nyamaza, mimi nitarudi kwa muda wangu. Wewe. Haya, kama hiyo toka. Ufungue utoke hapa haraka sana. Sasa sikiliza. Wewe nenda basi kafungue mlango mkubwa wa nyumba ule. Na huu hapa ukiwa wazi, mimi nitatoka. Nikitoka tu hapa moja kwa moja naenda msalani. Nikitoka msalani naingia kwangu. Na natamani nimkute mke wangu akiwa bado hajarudi. Bado awe anapiga ombea na shufa hapo ndani. Utajijua mwenyewe, mimi hayo yanihusu. Mlango naenda kukufungulia. Lakini hayo mambo sui nini msui mke wako. Utajua mwenyewe. Pale sasa mwanadada Fatuma Tepwetepwe alifungua ule mlango. Kwa umakini kabisa alipofungua alitoka kwa nje na hatimaye aliufunga kwa nje ule mlango. Moja kwa moja alienda mpaka kwenye mlango mkubwa ule wa nyumba kwa kupita pale kwenye korido na kufungua ule mlango na kuacha wazi. Kidogo anarudi pale ndani anafungua baada ya kufungua mlango wake na kumkuta Godwin akiwa pale ndani. Ni wakati wako. Subiri sasa, si hao wanaongea huko. Bado lazima nijue kwamba asije akawa ndo anaaga. Haya. Kaa hapo. Ukichoka uondoke. Ila hupati kitu hapa ndani. Hupati kitu hapa ndani nimekwambia. Ukichoka jiondoke. Una mahamu sana, nenda kwa mkeo. Mimi sio mke wako. 50,000 ilikuwa imeyoyoma hiyo.
Godwin moyo wake unamuuma kweli kweli. 50,000 ambayo aliyokuwa anategemea ampe Shufaa ili aweze kupata tunda imeshindikana, na ameipeleka kwa Fatuma Tepwetepwe aliyeona ni mrahisi zaidi, lakini bado Fatuma Tepwetepwe amechomoa. Huo ni mpira ambao ulikuwa tayari umeshachezwa mpaka kipa ameshachengwa, lakini wakati mfungaji alipokuwa anarusha mpira ili uweze kuingia kambani, ghafla akatokea beki akauokoa ukiwa unavingirika taratibu kuelekea golini. Ndicho kilichotokea wakati ambapo Godwin tayari alikuwa anajua hapa kwa Fatuma Tepwetepwe ni ile gusa, achia, twende kwao. Alikuwa anajua kabisa huu ni wakati wa kumaliza kabisa gemu hii. Anasogea mpaka pale mlangoni. Godwin anatoa kichwa chake, anaangalia upande wa chumba cha Shufaa, mahali ambapo mke wake anasikika akiongea ndani. Anaangalia upande wa pili ambapo ndipo mlango mkuu wa nyumba ile ulipo. Haraka anapiga hatua za kunyata, lakini za haraka sana kwa uhakika. Anatoka katika mlango mkubwa, anashuka ngazi haraka iwezekanavyo, na moja kwa moja anaenda mpaka msalani. Msalani kule hakuna kitu ambacho alichoenda kukifanya, ni mwendo wa kuzuga tu. Alifika na kujifanya na kujua haraka iwezekanavyo. Aligeuka moja kwa moja, aliingia mpaka kupita chumba kile cha Shufaa alipokuwa, huku akisikia bado mke wake akiwa bado anaendelea kuongea pale. Anaingia katika chumba chao kule na hamkuti mke wake. Anakaa ndani, anatulia kabisa. Sasa hapa, ngoja aje hapa, kisha kuja hapa naanza kumlalamikia mimi. Sitakubali, hii hawezi kunikamata. Sitakubali kabisa. Nitamlalamikia. Tena kileta za kuleta na mbonda kabisa. Yaani nitamlalamikia hapa ndani kwamba alikuwa wapi kama sio mimi. Naam. Pale sasa Godwin anazuga kwa kupanda kitandani kabisa na kuchukua shuka lake, anajifunika kimya, anatulia. Kule chumbani kwa Shufaa ambapo alipokuwa yeye pamoja na Mama Miri wanaendeleza kupiga story, huku Mama Miri akiongea kuonyesha kwamba ana ghadhabu sana kwa sababu hajui kabisa kwamba mume wake yeye yuko wapi. Hakujua kabisa kwamba mume wake amesharudi chumbani na anamsubiri ili aweze kumwanzishia noma. Shufaa kwa ajili ya kumpumbaza rafiki yake huyu ili asijue chochote kinachoendelea, anaanza na yeye kumpamba kwa maneno. Shoga yangu, sikia ngwambie, hili jambo mjue limeniuma sana. Unajua wanasema kwamba jambo ambalo linatokea kwa mwenzako ujiandae, kwa sababu muda wote linaweza kutokea kwako. Ikiwa kweli huyu mbwa ameweza kufanikiwa kumchukua mume wako, sijui amemficha wapi. Alafu sasa hivi hapo wewe eti mpaka mume wako amekuacha kitandani. Najua hilo lazima litakuja na kwetu. Muda wowote ule. Hata Kaseri mume wangu anaweza akachukuliwa. Na kitu ambacho huyu ametuzidi ni kwamba Tepwetepwe limeumbwa vizuri. Ana sura nzuri, ana kila kitu ambacho kinamvutia mwanaume. Tusipocheza kwa makini, huyu hapa wanaume zetu wote atawachukua. Ndio hiyo nakwambia. Yani Shufaa, shoga yangu, ngoja nikwambie kitu. Yani shemeji sijui nikwambieje, shemeji Kaseri kama akiingia kwenye 18 za huyu mbwa huyu, atakuwa ameisha. Tepwetepwe sio mtu wa kukaa naye. Mimi nakwambia hata huko lilipotoka ili lazima lilifukuzwa tu. Hakuna watu ambao wanaomezao hapo watakao kubali kukaa na kinyamkera mshenzi kama huyu hapa. Mtu wa kuinda tu wanaume za watu. Sasa mimi nakwambia huyu tumlie njama, tumfanyie kitu ambacho sicho. Hata kuja sahau, hapa ndipo atajua kwamba hii ni Manzese. Atajua kwamba hii ni Manzese, aende akakae huko kwa vivuruge wenzake huko Chamwino, huko sijui wapi huko, sio hapa. Kwanza mtu kama huyu angeenda akakaa hata huko Kasanga huko porini huko kakae. Hafai. Sasa unafikiri mimi sasa hivi naenda napigwa na baridi kama vile mimi sijaolewa kama yeye, lakini mimi na mume wangu, lakini sio limemtorosha, sio limemweka wapi, na nimesikia akifungua mlango hapo. Utakuta ndo ashaondoka. Bana. Wajua bwana, mambo ya Uswahilini bwana.
Wanaibiana waume zao hapo hapo. Na wala Mama Miri hajui kabisa kwamba anayemuelezea na anayezungumza naye, ambaye anayempa moyo, ndo adui mkubwa kabisa. Shufaa naye sasa analimaliza jambo hili. Sikia ngwambie, huu mtego tuvizie tu asubuhi. Asubuhi wakati mume wako anarudi, kama atarudi asubuhi au saa ngapi, tumbananishe atasema alitoka wapi. Tukiangalia tu hata macho ya huyu Fatuma swite pwetepo swite mbwembwe swimbo mbwembwete, tutajua kila kitu. Tutajua kila kitu. Na tukishajua, tuje tumfanyie ambush hapa ndani. Tunaingia, tunavunja hata mavitu yake huko ndani, tunatoa manguo yake, tunayamwagia maji au tunachoma hata moto. Yaani hata kama mama mwenye nyumba hataki, tutamfahamisha sisi wenyewe. Kweli. Shufaa, sikiliza, mimi ndo nitakuwa wa kwanza. Mimi nina hasira. Unajua mume anauma. Mume anauma wewe. Mume anauma. Mume anauma. Yaani mimi siwezi kubali. Huyu lazima, yaani huyu mimi nakwambia usubiri asubuhi. Siwezi kuchukuliwa mume wangu hivi. Siwezi. Yaani huyu lazima tumnyweshe maji ya tope huyu, ngoja. Yaani hata ni maji ya choo nitamwagia huyu. Shoga yangu. Yaani mimi najua jinsi ambavyo inakuuma. Nawaza hata kasiri mume wangu siku atakaponaswa na huyu mbwa. Yaani mimi sijui litaniuma kiasi gani, na sitasubiri. Huyu wa kwako ambaye anachukuliwa inatosha. Hapa ni lazima tumalizane naye kabla hajatembea na mwanaume mwingine. Wewe sasa hivi nikwambie shoga yangu, wewe nenda kalale. Najua una hasira, najua mume anauma, najua inatia sirani sana. Nenda kalale. Asubuhi na mapema tuamshane, tuweze kujua hili jambo linaendaje. Lazima Fatuma tepetepe alipia gharama za kutoka na wanaume za watu. Mama Miri bwana alikuwa amepumbazwa na yeye akapumbazika. Anakubali sasa ushauri wa rafiki yake huyu Shufaa kwamba aweze kutoka pale ili aende chumbani akalale. Pale wanaagana na anatoka pale chumbani kwa Shufaa, anarudi chumbani kwake. Anaingia chumbani, anashangaa, huyu alilala hapa ni nani? Bila shaka ni mume wangu. Anagusa, anatazama, kweli Godwin ndiye ambaye aliyekuwa analala. Wewe Godwin naye anazuga kwamba anatoka usingizini, akiwa anaonyesha kwamba eti alikuwa amelala muda mrefu sana, lakini kumbe hata alikuwa hana tone la usingizi, alikuwa anazuga tu. Mke wangu, hebu niambie, umekuja, hebu niambie ulikuwa unatoka wapi? Usiniambie kwamba niswili ulikuwa unatoka wapi. Wewe ulienda wapi? Nimeamka hapa nimekuangalia upo, mimi nimetoka kushangaa. Umeanza tabia mbaya Mimi nimelala hapa. Nimetoka tu kidogo, nimeenda chooni, nimebanwa na tumbo la kuhara mke wangu. Lakini usijui umeenda wapi. Inaelekea kuna wanaume ambao unakutana nao huko chooni au wapi au huko nyumba Ndio kitu ambacho umeanza hizo tabia zako Godwin, unajua afu sitaki kunizunguka. Nataka uniambie ulikuwa wapi? Mimi nimeangalia hapa haupo. Ndio maana nimetoka kukutafuta. Kwa hiyo umeenda kunitafutia wapi? Si huko nimeangalia kwenye vyumba huko. Si ulikuwa kwa nilijua huko kwa hilo Fatuma tepetepe likahaba ambalo halina mume. Mke wangu, hivi wewe umepoteza imani na mimi kiasi hicho kwamba mimi naweza nikatoka hapa nikaenda kwa mtu mwingine hapa ndani na wakati wewe uko hapa ndani? Yaani nitoke nikuache hapa kitandani? Nafuata kitu gani huko kwa huyo tepetepe? Nafuata kitu gani? Yaani nikuache hapa wewe alafu niende kule, nafuata nini? Hichi nacho kiacha hapa sendo kile. Yaani wewe, haya, endelea na hizo tabia zako. Huwezi jua nitakachomfanya huyu mbwa. Huwezi jua. Utaamini. Wewe endelea tu. Hebu kwanza niambie, wewe ulikuwa wapi? Nimekwambia nilienda kukutafuta. Nikigundua kwamba kuna mwanaume ambaye unayetoka naye, nitawakata makoromeo wote. Mimi si aina mtu ninayetoka naye. Wewe ndo ulienda huko, si ulienda wapi? Mke wangu, nimekwambia mimi tumbo la kuhara limenisumbua. Nimeona niamke hapa, sijataka kukuamsha. Nimeenda nje. Nimetoka toilet narudi naingia hapa kutoka msalani. Sikukuti hapa. Endelea tu.
Pale sasa Mama Mary anakosa nguvu ya kuendelea kumgombeza Godwin kwa sababu kwanza yeye ndiye ambaye hakuwepo pale chumbani. Kitendo kile cha Godwin kurudi chumbani kabla ya Mama Mary kilimpa nguvu sana ili mke wake ashindwe kumkoromea. Wakati huo akiwa anaujua ukweli moyoni mwake kwamba yeye ndiye ambaye aliyekuwa anataka kuenda kulimega lile tunda la shoga yake na mke wake. Wanapanda kitandani wanalala. Lakini Godwin akili yake yote inawaza, pesa zangu zimepotea, nimempa tepwe, na wakati huo huo tunda sijala. Jambo gani hili? Akili yake pale inampa jeuri kwamba ni lazima tu kwa namna yoyote ile atafanya mbinu yoyote aweze kulimega tunda la mwanadada Fatuma tepwe bila kujali kwamba kuna nini au nini. Hata kama akatae vipi, atafanya mbinu yoyote, hata kama ni kumuongezea hela, ili mradi tu aweze kula tunda lake badala yake, ili mradi tu asipoteze pesa zake bila kummega. Anajua kabisa kwamba kwa upande wa Shufaa pale hakuna shida, ni swala tu la kubadilisha location. Basi kama alikuwa anachengea katikati, anapiga chenga za pembeni, alafu mpira kambani. Pale kulikuwa hakuna shida hata kidogo, kwa sababu pande zote mbili zilikuwa zimeshakubaliana. Usiku ule, wakati Mama Mary akiwa anashikwa na usingizi, Godwin bado usingizi kwake ulikuwa haumfiki kwa haraka kabisa. Anachelewa kulala kabisa, lakini baadaye usingizi unamchukua bila yeye kujua. Asubuhi na mapema, saa 11, anaamua kuamka na kuanza kujiandaa kwenda bafuni na shughuli zingine ndogo ndogo za asubuhi ili aweze kuondoka na kwenda kwenye pilika zake. Wakati anatoka, anaangalia chumba cha mwanadada Fatuma tepwe huku akiwa anakimezea mate kweli kweli. Aise, ile figa ndo iko ndani hapa kabisa. Ani mtoto mkali kama yule afu yuko mwenyewe hapo ndani. Kweli Mungu akiamua kuumba, anaumba ise. Hivi kweli au niingie humu ndani nimbake tu yule mwanadada liwalo liwe? Alikuwa hana jinsi zaidi ya kufikiri tu na hatimaye kutoka nje na kuendelea na shughuli zake. Wakati anatoka, mke wake naye anastuka kwamba tayari mume wake pale hayupo. Anasikia mlango wa nje ukifunguliwa. Anamhisi kwamba pengine anaenda kwa mtu mwingine. Haraka sana Mama Mary anashuka pale kitandani na kwenda mpaka nje kuangalia alipoelekea mume wake. Kumbe mume wake alikuwa tu ameingia msalani, na ndivyo sasa alikuwa anatoka. Mke wangu, vipi? Na wewe kuna mahali unaenda? Hapana. Sasa mbona na umeamka mapema sana? Saa 11 Yesu kamalize usingizi. Mimi leo si unajua kuna napaswa ni kwa ile kazi mapema sana. Sawa. Amna, nimetoka tu kuangalia kwamba unaenda wapi. Hivi mke wangu, kwa nini unakosa imani na mimi kiasi hicho? Ndiyo, lazima nikose imani na wewe kwa sababu hapa ndani kuna shetani anaishi. Ungekuwa wewe ungekuwa na imani. Haya bwana. Yaani nyinyi bwana, si wivu si utakuisha lini? Hamna cha wivu kuniisha hapa. Wivu uniisha ili uweze kupata muda wa kutembea na huyo hawara wako hapa. Wakati wanaongea vile, Fatuma tepwe naye ndipo alikuwa anatoka kwenye mlango wake kuelekea nje. Anapishana sasa. Wakati huo Godwin akiwa anaingia ndani, Fatuma tepwe naye anatoka nje. Kule nje ndipo alipokuwa Mama Mary. Wakati wanapishana na kanga yake moja ile. Godwin anakosa aise uzalendo kabisa. Anageuka kupiga jicho kumwangalia mwanadada tepwe jinsi ambavyo wanavyorusha mawe. Huyo mwendo wake wa madaha, maringo makubwa kabisa. Anaenda tena taratibu kabisa. Anashuka ngazi za mlango mkubwa ule. Wakati anashuka na maungo yake sasa yanacheza. Godwin anabaki akiwa ameganda hivi bila kujali kwamba
mke wake anamuona na anamtazama jinsi ambavyo anaangalia. Yaani malaya huyu atakuja kutua hapa ndani. Sauti inasikika kutoka nje kwa Mama Miri, wakati huo na yeye sasa akitaka kuingia ndani. Anamaliza zile ngazi mwanadada Fatuma Tepwetepwe ili aweze kuelekea msalani. Mama Miri naye anashika ngazi zile kupanda kuelekea ndani. Wakati huo bado ana hasira na mume wake kuendelea kumtazama Tepwetepwe bila kujali kwamba anamtazama. Kidogo anamuona kabisa mume wake katika pensi yake aliyokuwa ameivaa ikianza kunyanyuka, kuonyesha kabisa kwamba alikuwa amevutiwa sana na maungo ya mwanadada Fatuma Tepwetepwe. Anaingia kwa jazba huku akiwa anaongea. Yaani huyu nimesema lazima aondoke hapa ndani. Afu na wewe kazi yako wewe kuendelea kukaa tu kutamani wanawake. Kofi alilomuwasha mume wake lilikuwa ni kofi la haja bwana. Hadi Godwin alishangaa kofi lililoingia usoni mwake. Lilipiga shavuni mpaka mnazi ambao uliokuwa umeanza sasa kuwa mrefu huku kwenye pensi yake aliyokuwa ameivaa. Mnazi wake ulilala haraka iwezekanavyo kutokana na mshtuko wa kofi ambalo lililokuwa limeingia usoni mwake kutoka kwa mke wake Mama Miri. Mke wangu, ndo mambo gani haya? Ingia zako ndani kule, yani uchoki, yani kila saa kumtazama tu huyu. Na nimekwambia huyu lazima aondoke hapa. Kumbe bwana sauti zile wakati anaongea, Fatuma Tepwetepwe naye alikuwa anazisikia. Aliporudi ndani, alianza kuongea vimaneno vya mafumbo tu. Changu changu chako changu. Ni mimi. Tunakula wote. Tunakula wote. Utakoma utakoma. Utakoma utakoma. Fatuma Tepwetepwe anaongea maneno hayo huku akiwa anasukuma mlango wake anaingia ndani. Maneno yale bwana yalikuwa ni vijembe ambavyo vilivyokuwa vinaonyesha kabisa kwamba yuko tayari kula ama kutoka na wanaume wa wanawake wote ambao wanaleta kidomodomo pale ndani. Pamoja na kelele za hapa na pale, Godwin anajiandaa na kwenda zake kazini. Pale nyumbani sasa alikuwa amebaki Mama Miri na wanawake wengine ambao wote ni vidomodomo I say mpaka sio poa. Saa 12:25 ndio muda ambapo Shufaa alipotoka ndani kwake. Moja kwa moja anaenda msalani na kurudi. Aliporudi anaachana kabisa na kuingia chumbani kwake. Anaenda kumuita tena rafiki yake, shoga yake huyu, Mama Miri. Mamiri. Hey, niambie rafiki yangu, vipi? Poa za asubuhi. Safi, Shemi yupo au ameshatoka? Ameshatoka mapema tu. Alitoka toka saa 11. Haya bana, sifungua basi. Sukuma tu, sikufunga na kitasa. Shufaa anasukuma mlango, anaingia mpaka ndani. Wanaanza sasa maongezi yake yeye pamoja na Mama Miri. Ule mpango wetu vipi? Shoga yangu, mume wangu si alisharudi. Nimerudi muda ule pale naingia huko kumbe amerudi. Nilikusikia asubuhi mkiwa mnaongea ndo nilikuwa nataka nikuulize, ndo nikakuuliza kwamba amekuja asubuhi au vipi? Alikuja, yani muda ule natoka kwako na kuja namkuta amelala. Mwenzako limenishuka ujue. Wewe, kwa hiyo inawezekana alikuwa anakuambia kwamba alikuwa wapi? Anasema sui tumbo la kuhara, eti sui lilimshika, sui nini? Wanaume bwana, ukishawapa ruhusa tu ya kuongea umemaliza. Yaani ukishawapa tu ruhusa ya kuongea huwezi kuwakamata tena. Si ndio hivyo? Nakwambia ameongea, afu eti ananiambia mimi ndo nilikuwa sui, nimetoka nje. Sui nini? Inabidi niwe mpole. Maana sasa ndo nimemkuta, hata ungefanyaje? Kweli hata mimi hapo ningenyamaza tu. Lakini nikwambie, hii game haijaisha mpaka ishe. Lazima tumfumanie huyu. Lazima tumfumanie huyu Tepwetepwe ili tupate sababu ya kumuumiza.
Ndio hivyo shoga yangu. Walimaliza stori zao pale baada ya kuongea kwa kirefu kikubwa sana. Wanamaliza mambo yao pale ya stori, umbea, na kuanza shughuli zao za asubuhi. Upande mwingine, alipotoka tu pale, Shufaa anaanza kutumiana message na Godwin, mume wake na mama Miri. Oya, sasa jana imefeli, tunafanyaje? Wewe tu hapo sasa. Sasa hapo, hebu niambie sasa tunafanyaje sasa? Leo vipi? Ngwambie kitu. Leo inawezekana, lakini hapa ndani hapana. Wewe kitu cha msingi, kwa sababu bado hii wiki ni siku ambayo mume wangu anakuwa hayupo. Wewe andaa sehemu nje hapa nyumbani. Ukishaiandaa, wewe utaniambia, mimi nitakuja na nitajua muda gani wa kurudi. Basi hamna noma. Sasa utamwambiaje mke wako? Nitajua cha kumwambia. Mimi kuna siku ambazo sirudi nyumbani. Nitamwambia tu kwamba nimepata dharura basi. Basi fanya hivyo. Unajua Godwin, mimi mwenyewe nakuelewa sana. Hilo usiwazi, hilo limeisha. Basi poa. Godwin, mume wake na mama Miri, aliandaa kweli sehemu ambayo ilikuwa ni karibu kabisa na maeneo ya nyumbani ambapo wanapokaa. Misufini ndipo ambapo alipochukua guesti ambayo waliokuwa sasa yeye ameiandaa kwa ajili ya kulala pamoja na mama Miri, rafiki wa mke wake. Mida ya jioni anapiga simu haraka iwezekanavyo kwa mke wake, yaani mama Miri, kwamba leo ni siku ambayo hawezi kurudi nyumbani kwa sababu kazi zimembana. Mama Miri anakubaliana vizuri na mume wake, japokuwa na mashaka, lakini hana la kufanya. Pale pale rafiki yake na mama Miri, yaani Shufaa, na yeye anamuaga rafiki yake huyu akimweleza kwamba amepata mgonjwa na yeye inabidi aondoke siku ile ile kwenda huko Gairo ili aweze kwenda kumjulia hali mgonjwa wake. Wanakubaliana pale, lakini kumbe bwana, wakati anamwambia pole sana na safari njema, kumbe safari yenyewe aliyokuwa anamuaga ilikuwa ni safari ya kwenda kulala na mume wake. Usiku ulifika wakiwa wote tayari wameshakubaliana jambo moja. Alielezwa vizuri guesti ambayo wanapaswa wakutane, na yeye katika kuzunguka kwake alizunguka, lakini alitegemea kwamba muda wa usiku kabisa, saa 2 kwenda mbele, ndio muda ambao atasogea maeneo ya Misufini, mahali ambapo Godwin alipo, katika guesti ambayo aliyoichagua kwa ajili ya wao kwa pamoja. Ndivyo ilivyokuwa. Mida ya saa 2:30 alitoka mahali ambapo alipokuwa, na kwa usafiri wa bajaji akiwa amefunga ndani kabisa, alikuja mpaka pale, akaingia mpaka kwenye guesti ambayo iliyokuwa imeandaliwa maeneo ya Misufini. Shufaa anaingia ndani na kumkuta Godwin akiwa yupo kama ambavyo anavyostahili kuwa. Godwin, siamini kweli shamu wangu kama nimekukuta hapa. Unajua mimi nimekuwa na kuhitaji siku nyingi sana. Kweli? Ndio hivyo, lakini tukio lako wewe kukuona na ulichokuwa unafanya na yule mwanamke, hilo limenifanya mimi nikupate wewe kirahisi. Nilikuwa nawaza jinsi gani nitakwambia. Wewe mwenyewe nilikuwa nakupenda sana. Unajua wewe ni mwanamke mzuri sana. Ndio hivyo, lakini mimi naogopa tu mke wako asije akajua. Hawezi akajua. Anaweza akajua. Kwa nini utamwambia? Hapana. Siwezi nikamwambia, lakini naogopa tu kwamba anaweza akajua. Bwana, tuachane nayo bwana. Hebu tufanye kilichotuleta hapa. Mambo mengine tayari umeshafanya? Na muda si mrefu kuna chakula kinaletwa hapa sasa hivi, nimeshaagiza. Kwa hiyo wewe usiwaze chochote, ila hebu nisaidie basi. Nisaidie nifunge hata goli moja kwanza. Basi poa. Shufaa alitoka pale na kuingia katika bafu ya chumba kile,
Alioga haraka sana. Alirudi pale sasa katika chumba ambapo Godwin alipokuwa. Walianza sasa michezo ya hapa na pale kabla ya kuianza mechi. Hiyo ilikuwa ni dabi zaidi ya dabi ya Simba na Yanga. Vurugu zilikuwa ni nyingi sana katika uwanja huo, ambapo uwanja ulikuwa ni chumba kile cha guest ile ya Shamingi ambayo iliyopo Misufini. Mechi ilianza kuchezwa na haraka sana. Mtu wa kwanza kufunga magoli mawili alikuwa ni mwanadada Shufaa. Wakati huo bado kabisa Godwin alikuwa hajabahatika kuona nyavu hata mara moja. Alienda, lakini wakati mwanadada Shufaa alipokuwa anafunga goli lake la 3, ndio muda huo ambapo Godwin alikuwa ameshafika katika 18 yake wake, na yeye alikuwa anatupia mpira kambani. Magoli yao waliyafunga kwa pamoja katika kiwanja kile ambacho mwamuzi refa alikuwa ni wao wenyewe. Kufikia pale magoli yalikuwa ni 3-1. Godwin akiwa amefunga goli lake moja, lakini mwanadada Shufaa akiwa tayari na magoli yake 3. Hiyo mechi iliwatosha kabisa kuwa wamechoka na kujilaza kitandani. Baada ya dakika kadhaa mlango ulikuwa ukigongwa na Godwin aliuliza ni nani. Alielezwa kwamba ni yule kaka ambaye aliyekuwa amemwagiza vyakula ndiye aliyekuwa anakuja. Shufaa kapokea vyakula hivyo hapo. Nenda bwana, nimechoka. Godwin alishuka pale na kuvaa pensi yake haraka na kufika mpaka pale mlangoni. Alipokea vyakula ambavyo vilivyokuwa vimeletwa na hatimaye aliingia ndani na kufunga mlango. Pale sasa walikuwa wanakaa ili waweze kula, hatimaye waendeleze mechi. Ni kipindi tu kilikuwa ni cha mapumziko. Kabla ya kula, Shufaa anatoka pale chumbani na kuingia bafuni. Anaanza kuoga. Na wakati huo Godwin naye anaenda bafuni, wanaoga kwa pamoja. Haraka wanamaliza na kurudi pale kuanza kulishana vyakula kimahaba kabisa. Utahisi kwamba pale ni mtu na mke wake, lakini kumbe Shufaa anamuibia Mama Miri mume wake. Mawazo ya Mama Miri muda wote yanawaza tu kwamba mtu ambaye anaweza kuiba mume wake si mwingine lakini ni Fatuma Tepwetepwe. Anasahau kwamba kumbe kimlacho kinguoni mwake ni rafiki yake na shoga yake wa karibu kabisa. Shufaa ndiye ambaye anayetoka na mume wake. Mshikaki wao hapa bwana. Ngoja nikulisha. Ngoja nianze kukulisha mimi. Ngoja kwanza. Hebu kula kwanza, hebu kula nione. Wow, hadi nimefurahi. Pale sasa Shufaa alimlisha mshikaki ule bwana Godwin, na Godwin anaendelea kutafuna huku akishika mshikaki mwingine na kumlisha Shufaa. Shufaa pale anafurahi, wote wanafurahi kwa pamoja, wanapigana mabusu. Wow. Kwa kweli ulikuwa ni usiku wa mahabuba bembea. Walimaliza mambo yao yote pale, na usiku ule ulitamatika kwa goli 7-3. Mechi ilikamilika na asubuhi ilifika. Walioga na kila mmoja sasa kutawanyika. Shufaa aliamua asirudi nyumbani muda ule, kwa sababu kama angerudi angeliulizwa kwamba ametokaje Gairo haraka iwezekanavyo hivyo, na asubuhi ile tayari amefika. Aliamua kutoka pale na kwenda huko Nane kwa rafiki yake ili kuzuga kwanza mpaka muda uende ndipo aweze kurudi Manzese. Kwa upande wa Godwin, yeye asubuhi na mapema alirudi nyumbani. Aliporudi, mke wake alimpokea na kumwambia pole na kazi. Mama Miri alikuwa na hali ya mawazo mashaka, lakini kwa sababu tu alikuwa na uhakika kwamba Fatuma Tepwetepwe hajatoka pale ndani, alikuwa na imani kabisa kwamba mume wake hajewezi kuwa amemchiti. Aliona kabisa kwamba mashaka alionayo ni mashaka ya bandia. Pole uko mume wangu.
Asante sana, vipi huko? Kwema, ndo unarudi? Kama umechoka sana. Ndo hivyo, si unajua tena na mausingizi na mambo kibao huko. Sema fresh tu. Pole mwaya. Usiwazi, tumeshapoa. Mapokezi yalikuwa ni ya kawaida kabisa. Mama Mary alimpokea Godwin. Haraka pale alianza sasa kumpelekea maji ili waweze kuoga na mambo mengine yaweze kuendelea. Ndivyo ilivyokuwa. Hatimaye alimpa na chakula ili alale kuandaa nguvu kwa ajili ya shughuli zake baadaye. Baadaye mida kama ya saa 5 ndipo ambapo sasa Shufaa aliporudi pale. Haraka moja kwa moja alipoingia tu ndani kwake alitoka na kwanza sasa kusalimiana na rafiki yake huyu Mama Mary. Mama Mary alikuwa hajui kinachoendelea. Lakini Mwinda kuna kitu alikiona kama ishara hivi, akahisi kabisa kwamba hapa kuna kitu kinaendelea. Nani ambaye alikuwa na ushahidi? Kulikuwa hakuna ushahidi wa aina yoyote. Shufaa baada ya kuona kwamba sasa amempenda sana Godwin, anaamua sasa kuchochea zaidi kwamba Godwin atakuwa anatoka na mwanamke mwingine. Ni ukweli, lakini mwanamke yeye ambaye aliyekuwa anatoka naye si mwingine lakini ni Shufaa huyu. Mama Mary alizidi kujikaanga alipofika na kumweleza matatizo rafiki wake huyu. Baada ya siku kusogea, sasa Godwin alikuwa amenogewa na kuendelea kucheza michezo bandia kule kwa Shufaa. Sasa ilifikia kipindi ambapo hata shughuli zake za kule ndani za chumbani tayari alikuwa hataki kuzifanya. Mama Mary alienda mpaka kwa Shufaa na kumweleza, shoga yangu, hivi unajua kwamba mume wangu sasa hivi hapa ndani yani hataki kabisa kunipa hata tendo? Wewe kweli? Nakwambia yani zaidi ya mwezi sasa hivi hataki kunipa tendo. Lakini mimi nina mashaka sana na huyu Fatuma Tepwetepwe. Yani hataki kabisa kunipa tendo. Kila nikimwambia ananiambia mara amechoka, mara sui nini, mara anaumwa, mara mambo kibao. Hivi kweli? Ukimwangalia ni mtu ambaye anayeumwa mpaka ashindwe kunipa tendo huyu. Sikiliza ngwambie. Ukweli ni kwamba tunajua kabisa kwamba lazima atakuwa anatoka na Fatuma Tepwetepwe. Lazima anatoka naye. Na huyu Fatuma Tepwetepwe kwa sababu anatoka naye, ndio maana mume wako anashindwa kukupa wewe penzi. Sasa unafikiri mimi nitaishije? Nisikilize nikwambie. Kitu kimoja tu ulisichokijua. Wanaume wakishafikia hali kama hiyo, lazima watafutie mbadala. Hata tairi inakuwa na tairi spare yake. Yani hata kama ni dawa, unapewa dawa lakini kuna dawa mbadala wake. Hata kama ni mpira uwanjani, kuna mipira unaochezwa lakini kuna mingine ya ziada iko pembeni. Huwezi kuishi hivi. Wewe nikwambie kitu. Shoga yangu, kuna kaka ambaye ameniambia kwamba anakupenda sana. Huyu kaka kila siku ananisumbua. Nafanya tu kunyamaza. Lakini kama ndio imekuwa hivyo, mimi nakwambia mapema huyo anakutuliza shida zako zote kwa sababu anakupenda sana. Msikilizaji, unajua Shufaa anaongea hivi kwa sababu sasa anataka Mama Mary aweze kuachana kabisa na mume wake kwa sababu yeye ameshanogewa kuwa naye. Anataka sasa ili Mama Mary akishakuwa na mwanaume mwingine, yeye apate muda mzuri wa kujiliwaza hapa kwa Godwin. Hivi kweli? Mimi bwana naogopa Godwin akijua ni hatari ujue. Hawezi akajua? Hawezi akajua. Watu wangapi wanachiti? Lini mpaka wanaume zao walikuja wakajua? Unachiti na inabaki kwa siri. Na yule mkaka ni mtu ambaye anajielewa. Hawezi akakubali kwamba eti afanye mpaka mjulikane. Mnaishi na yeye kwa siri. Unamaliza haja zako wakati Godwin akija pale akijilaza pembeni na wewe unajilaza, hamu zako zote zimeisha. Huo ndio mpango mzima. Kweli? Ndio, mimi nakwambia.
hili li Fatuma tepetepwe tumeshindwa kulikamata. Sijui anafanya saa ngapi. Lakini ndo kama hivyo, mimi nakwambia, mimi nawaonaga tu jinsi ambavyo wanavyotazamana. Najua kabisa kwamba Fatuma anatoka na huyu mume wako. Lakini huyu atakuwa ni kahaba aliyekubuhu. Ndio maana anajua mbinu zote ili hata wewe usimkamate. Na sijui hata kama mume wangu na yeye Kasiri hajawahi kutoka naye. Kasiri ninavyomjua, alivyo na matamanio, anavyopenda kutamani wanawake, sijui kama kweli hajatoka naye. Wewe cha msingi ndo hicho. Basi ongea naye vizuri huyo mtu, lakini nitunzie siri yangu nisije nikakamatwa jamani, mimi naogopa. Usiogope. Mimi yule nitamuunganisha na wewe na kila kitu kitakaa sawa. Shufaa bwana anamaliza maongezi yake akiwa ameshafanikiwa kuharibu kabisa pale. Sasa Mama Mary anaamini kwamba mtu ambaye atamsaidia vizuri kwa ukaribu ni Shufaa, bila kujua kwamba huyu ndiye ambaye anayetoka na mume wake, kiasi kwamba mume wake anagoma kabisa kumpa tendo wanapokuwa ndani. Moja kwa moja Shufaa anakwenda mpaka kwa rafiki yake mmoja wa kiume. Huyu yeye anafahamika kama Beka. Kule napo anaongea kama shetani vile vile. Beka, sikia nikwambie. Niambie da sister. Bwana, si unamjua Mama Mary? Mama Mary huyu jirani wako? Sikia bwana. Mama Mary ananisumbua sana kila siku kwamba anakupenda na anakutaka. Wewe, sema ukweli. Nakwambia. Asa mbona hujaniambia siku zote hizo? Nilikuwa nakuvungia tu, lakini ndo nimeona mimi nisikunyimie bahati. Nimeona nikwambie. Wewe, sema kweli. Yule, wewe, Mama Mary alivyo mkali vile. Na mishepu yake ile pale, sura yenyewe kama ile kama ameshushwa kutoka mbinguni. Ananipenda mimi. Ndio hivyo nakwambia. Kila siku ananiambia kwamba anakuelewa. Yaani hasipiti siku 3 kabla hajakutaja kwenye mdomo wake. Na yule pale mimi nakwambia yuko tayari mpaka, yani hata kama ungesema leo hii mkutane naye, mngekutana. Wewe, na Shufaa, hebu acha mambo yako basi. Acha basi masiara. Unajua mimi mwenyewe na ugumu na siku nyingi ujue. Ndio nakwambia, una ugumu wapi kwenda zako huko? Kwani Mariamu wewe umempeleka wapi? Mariamu sawa, lakini sasa Mariamu sawa, lakini sasa wewe unafikiri kwamba akiwepo Mariamu ndo upate ugumu wa kupata mtu mwingine? Wanaume ndo zeno tu hizo. Lakini sasa ndo hivyo. Tuachane nayo. Mimi nimekwambia Mama Mary anakuhitaji. Anakutaka tena. Kama uko vizuri, mimi niwaunganishe. Mnakutana kabisa. Wewe, fanya hivyo basi hata kesho. Sio kesho, hata ukitaka leo. Fanya kesho basi ili uhakika. Wewe unajua tena mume wake, lakini I say Shufaa usije ukaniuza mume wake kama akijua. We, ina maana mimi sikupendi kiasi hicho mpaka nikuuze kwa mume wake. Mimi nitawatengenezea mazingira na najua namna ya kumbana mume wake, ili hata sisi kama mko pamoja, na hata kama likitokea la kutokea, hawezi akajua. Mimi najua jinsi ya kumbana mume wake. Mkiwa naye, mimi najua maneno ya kumwambia mpaka asiwe na mashaka. Kweli, niamini mimi. Piga mtoto yule. Anakupenda tena. Au wewe umpendi? Da Shufaa, mimi naachaje kumpenda Mama Mary? Mimi nilikuwa naheshimu tu kwa sababu ya mume wake yule. Ndio hivyo sasa. Basi kesho. Shufaa anamaliza kuongea na Beka, wakiwa wamekubaliana kwamba kesho anamuunganishia moja kwa moja anaenda kupiga mzigo. Kitu alichokifanya sasa Shufaa, alimwambia Beka atafute guest kabisa ya wao kukutana. Wakati huo Beka anakwenda kutafuta guest, anaimaliza kuiandaa kabisa usiku, muda wa jioni. Anajua kabisa kwamba moja kwa moja Mama Mary atakuja mpaka ndani katika guest ile. Sasa Shufaa naye alikuwa anahitaji kwamba mume wa Mama Mary asije akagundua kinachoendelea. Anaenda pale mpaka kwa Godwin, anaanza sasa kumpanga. Sikia nikwambie basi mpenzi wangu. Niambie. Mimi naam sana na wewe leo.
mbona kama najisikia kama nimechoka. Hapana bwana, jitahidi bwana. Twende leo, tutoke bwana leo. Tufanye kesho kutwa bwana. No. Mimi sitaki. Umeshanianzisha. Yaani sasa hivi mimi ndo najisikia kwanza kuwa na wewe kila wakati. Twende leo bwana. Basi usiwaze, hamna shida. Nitajitahidi. Umeshaandaa uongo wa kumwambia kwanza mke wako ili mke wako aweze kuwa na uhakika kwamba umeshampanga ili kwamba asiwaze kabisa kwamba aelewe kabisa kwamba hutarudi nyumbani. Yule ana shida, yule mimi najua namna ya kumuelekeza. Haya basi ndo hivyo. Viwanja vyetu vile vile. Basi hamna shida. Ilikuwa ni kuna guest ambayo walikuwa wamezoea kukutana. Sasa Godwin alikuwa tayari amekamatika. Shufaa anaondoka sasa kwenda kwa shoga yake sasa kumweleza ukweli. Sikiliza nikwambie shoga yangu, Mama Miri. Ratiba ile kwanza ya mume wako ikoje? Ameniambia kwamba leo hatakuwepo usiku. Anaenda kwenye kazi zake hizo, hatakuwepo leo usiku. Sasa sikiliza nikwambie. Kama leo mume wako hatakuwepo, hakikisha kwamba leo ndo siku ambapo unakutana na Beka. Wewe, mimi naogopa. Nisikilize. Niamini mimi, mume wako hawezi kurudi kabla yako. Mume wako hawezi kurudi kabla yako. Nisikilize nikwambie, mimi nitakuwepo hapa nyumbani. Muda akiwa hajarudi kila kitu, na nitakuwa na kustua mapema sana muda wa kurudi nyumbani kabla yako. Yaani utarudi kabla yake. Kabla hajatoka kwenye kazi zake, wewe utakuwa umesharudi. Shoga yangu Shufaa, unajua mimi nikikamatwa jamani, aisemi ni aibu hii ujue. Niamini mimi. Na Beka nimeshamwandaa vizuri. Wewe ukiwa tu tayari, namwambia achukue chumba. Shufaa alikuwa anaongea hivi lakini ukweli ni kwamba chumba kilikuwa kimeshaandaliwa. Na Beka alikuwa anajua kabisa kwamba usiku huo ni siku ya kumega tunda la mwanadada au huyu Mama Miri. Wanamaliza sasa pale kuwasiliana. Shufaa anazuga kama anampigia simu Beka kwamba andae sehemu, lakini ukweli ni kwamba sehemu ilikuwa imeshaandaliwa. Shufaa anakaa pale ndani na jioni ile inafika. Tayari Godwin anakuwa ametoka pale nyumbani kwa nia na madhumuni kwamba waweze kukutana huko katika viwanja ambavyo walivyozoea kukutana. Shufaa anabaki pale nyumbani. Yeye ndio anayeandaa masaa sasa na kumwandaa kila kitu ili Mama Miri aweze kutoka akakutane na Beka. Shoga yangu, hapo umependeza. Hapo umependeza. Sasa hivi hapo namba ya Beka hii hapa. Wewe wasiliana naye mahali alipo. Moja kwa moja nenda mpaka kule. Mume wako ameshatoka, hawezi kurudi sasa hivi. Kweli bwana. Mama Miri anatoka pale na kwenda kumfuata Beka kule guest mahali alipokuwa. Wakati anatoka tu shetani ni shetani tu bwana. Shufaa naye anajiandaa haraka sana na kumfuata Godwin kule kwenye guest ambapo walipokuwa wamekubaliana kutoka. Ukweli ni kwamba pale ndani sasa Godwin pamoja na mke wake yeye Mama Miri wote walikuwa wameenda kudanga. Mtu ambaye alikuwa anajua mchezo huu ni Shufaa peke yake, kwa sababu yeye ndiye aliyeucheza. Shufaa na yeye anatoka anamfuata Godwin kule. Wanaenda guest. Shufaa anaendelea kumpa mautamu Godwin kule guest mahali walipo, huku akihakikisha kabisa kwamba asubuhi na mapema anawasiliana na Mama Miri ili aweze kurudi nyumbani kabla ya wao kutoka kule guest. Ndani ya chumba cha guest, Beka pamoja na Mama Miri ndipo ambapo walipokuwa wamekutana. Niambie. Mimi najua ninakuonea aibu. Unanionea aibu ya nini? Basi tu, yani hata tujatongozana kweli, tumekutana huku. Kwani kinachohitajika ni watu kutongozana au watu kupendana? Haya bwana.
Naomba unipe zawadi yangu ambayo ulionileta huku. Zawadi yako nimekuandalia. Na nimekuandalia zawadi na nusu kabisa. Unamaanisha nini? Nimekuandalia dozi iliyozidi. Dozi iliyozidi? Unaweza kunipa dozi ukanizidishia wewe? Huwezi amini, kweli vile. Kati ya mimi na wewe ambaye atampa mwenzake dozi ambayo iliyozidi nani? Mama Miri. Kwa hiyo unaamini kabisa kwamba unaweza ukanipa dozi iliyozidi mimi? Wewe kabisa ndo unipe mimi dozi izidi. Tutaona. Usio kaongea hapo, lakini kumbe mtu mwenyewe jali. Ujiandae unapokuwa na mimi. Hiyo ndo watu kama nyinyi ndo nawataka sasa. Kwanza nimefurahi kukuona kwa sababu nilikuwa nakuhitaji siku nyingi. Sasa hivi leo umeingia kwa 18 zangu. Usipime, lakini kwanza hebu ngoja nikuulize, mume wako vipi? Asije akajua ujue mimi ndo na kitu naogopa hicho. Ajue wapi? Ameenda zake huko. Na kule nyumbani nimemwacha shoga yangu ambaye anaangalia kama akitaka kurudi atajua nini cha kufanya. Akirudi pale nyumbani basi atajua namna ya kumpanga. Nani umemwacha kule? Huyo mlikuwa mnaongea naye. Dashufa. Yule shoga yangu kwa kweli, yule shoga yangu wa ukweli. Najua hawezi kunizunguka yule. Hata kama mume wangu akirudi pale lazima atajua uongo wa kumpa tu. Hata kumwambia kwamba nimezidiwa, kuna mahali nimepelekwa. Yaani hawezi kukosa kitu cha kusema. Unamwamini sana eh? Namwamini 100%. Shufani shoga yangu tena. Basi poa. Tufanye utaratibu basi tuanze mechi yetu. Hamna shida. Walienda kuoga kwa pamoja na mechi bwana zilianzia kule. I say, ule sasa kule bafuni haikujulikana kwamba ule ni uwanja wa nyumbani au ni uwanja wa ugenini. Lakini kilichokuwa kinafahamika pale ni kwamba lazima mechi ichezwe hata kama ni ndondo. Mechi ilianzia kule, kila mtu alikuwa anaonyesha ujuzi wake kule mahali walipokuwa bafuni. Kulia kushoto, huku na kule. Mara wadondoke. Walifanikiwa bwana kufunga goli moja. Mpira ulitamatika katika kiwanja kile ambacho ni kiwanja cha ugenini kwa 1-1. Baada ya pale sasa walihamia kwenye kiwanja cha nyumbani kabisa, ndani ya chumba cha gesti. Pale ndani ndipo ambapo sasa Mama Miri pamoja na Beka walipokuwa sasa wanataka waonyeshane ubabe. Hii ni nani na nani? Mechi hii nani ambaye ataibuka mbabe? Vurugu kubwa sana ziliibuka pale ndani. Sio vurugu za ngumi, ni vurugu za michezo. Kila mtu akiwa anatupia magoli kambani kadiri alivyokuwa anaweza. Mama Miri bwana alikuwa na ujuzi ambao usio mithilika. Alikuwa anajua kupiga chenga nyingi. Alikuwa anajua jinsi ya kupiga tobo. Alikuwa anajua namna ya kuzunguka na mpira. I say, kusema ukweli, kama yule pale angekuwa ni mchezaji wa mpira kule Brazil, basi bila shaka Mama Miri angefaa kabisa kuitwa Ronaldinho Gaucho. Mambo yalikuwa si haba kabisa. Kwa upande wa Beka, alikuwa ni mtundu kweli. Yeye alikuwa ni mzuri wa kufanya faulu ambazo zisizokuwa na madhara. Kama alikuwa ni beki, basi huyu ni Ramos. Alikuwa anajua namna ya kucheza mipira yake kuhakikisha kwamba mashambulizi ambayo anayokuwa analetewa yasije yakazaa madhara. Aliogopa sana asije akatangulia kufunga na hatimaye akamkasirisha sana mwanadada huyu Mama Miri. Ilikuwa ni mchezo wa piga ni kupige. Huku na kule, beki huyu mahiri kabisa Beka alikuwa akizuia mipira yote isije ikamsababishia madhara. Mechi ilienda, na baada ya kufika saa 6 za usiku, mechi ilikuwa mara ya kwanza inatamatika. Wakati huo Beka akiwa na magoli 2, lakini kwa mwanamama huyu dada Mama Miri alikuwa amefunga magoli yasiyopungua 6. Kiukweli magoli yale aliyokuwa ameyafunga yalimtosha kabisa kuchoka na kulala kimya. Wewe, basi inatosha hivyo. Acha hivyo. Wewe uliniambia kwamba wewe umeniandalia dozi yangu na nusu wewe. Sio.
Utaniua ise hapana. Ngoja basi kidogo. Na mimi nataka angalau wewe kwani wewe umefunga magoli mangapi? Sijui 4 sijui 5 sijui ngapi mimi hata kuhesabu nimechoka kuhesabu. Sasa sikiliza. Wewe umefunga mengi, mimi nina 2 tu. Ukijumlisha na lile la ugenini, hii ni aggregate sasa. Kwa hiyo aggregate yetu hapa ni 7 kwa 3. Inawezekanaje hii? Lazima na mimi nirudishe bwana. Hebu ngoja kwanza. Pale sasa Beka alimforce Kwili warudi uwanjani. Alimforce Mama Miri kwamba ni lazima warudi uwanjani upya ili kwamba na yeye aweze kusawazisha ile aggregate. Alianza sasa kupiga mapigo. Hiyo ndio ile inayosema bana ni mapigo na mwendo. Mapigo na mwendo, mapigo na mwendo. Wakati huo sasa mwanamama huyu Mama Miri akiwa yeye yuko hoi bin tabani akisubiri tu kwamba hapa kama kuchenga umeshachenga, umefanya kila kitu, funga tu, mimi sina cha kufanya. Hali ile ilionyesha kwamba Beka alianza kupoteza ile uwezo wa kupambana kwa sababu alikuwa aliona kabisa hakuna ushindani. Mechi ni kama alikuwa anaicheza mwenyewe. Alikuwa akichenga huku mtu kila anayemchenga anaenda chali. Kila akifanya hivi ni yeye tu. Baada ya Beka kuona bwana vile, alisema kwamba hawezi kufunga goli kama hakuna ushindani. Aliamua sasa kutoka nje ya uwanja na kukaa pembeni, akisema kwamba lazima amsubiri Mama Miri mpaka atakapopata nguvu na kuleta ushindani katika mechi ili wacheze mechi ambayo ina ushindani. Huyu akiwa anakuja na huyu anakuja, wawe wanapishana. Beka alitulia pembeni huku akiwa anamuuliza Mama Miri, vipi sasa? Usiniite Mama Miri. Umenipiga kiasi afu unaniambia Mama Miri kweli? Nikuite nani sasa? Niite baby. Haya basi baby, vipi sasa? Mbona dozi hata hii dozi tu ya kwangu bado hujanipa ujue? Si umekula madawa gani mistaki? Sitaki kabisa madawa yako ulokula huko mistaki. Mimi sijala dawa ujue. Dawa nasubiri dawa yako wewe. Ulioniambia kwamba umeniandalia dozi na nusu. Bwana. Tulale bwana mpaka asubuhi bwana. I say. Kwa hiyo wewe tunalala ukiwa na aggregate sijui ya 6, sijui 7 kwa 3 kweli? Acha tu iwe. Sasa asubuhi wewe si unawahi kurudi nyumbani? Mume wako ile asija karudi akagundua. Kurudi nyumbani itategemea na simu ya shoga yangu Shufaa atakavyoniambia. Bwana unaongea kama umechoka sana. Kwanza usiniongeleshe bana, hebu tulale bana mimi. Sio kwa kuchoka huko. Jamani. Sawa kuchoka huko jamani. Tulale bwana. Msikilizaji, Beka na Mama Miri walikuwa wako ndani ya chumba cha gesti. Upande wa pili kule Shufaa pamoja na Godwin, mume wake Mama Miri, walikuwa nao wanaendeleza lao. Asubuhi na mapema, mida ya saa 11, ndio muda ambapo sasa Godwin aliposema anataka yeye awahi. Hapa ndipo muda ambapo Shufaa alipaswa acheze kama Pele, kuhakikisha kwamba Godwin kutoka pale ni mpaka hakikisha kwamba tayari Mama Miri amesharudi nyumbani. Sikia bwana, usitoke sasa hivi kwanza. Hebu tufanye mazoezi yetu ya asubuhi hapa ndani kwanza. Unataka mazoezi? Ndiyo, kwani mimi tumekuja kufanya nini? Tumekuja kwa ajili ya mazoezi. Huu ndio uwanja wetu wa gym. Tufanye mazoezi yetu hapa, tutoane kijasho ndipo uondoke. Wakati anaongea hivyo, anaichukua simu yake na haraka anamtumia message Mama Miri kule, akimweleza hakikisha kwamba unajiandaa haraka, usizidishe muda kwa sababu mume wako anaweza karudi muda wowote. Ilikuwa ni alert hii ambayo sasa Shufaa alikuwa anampa Mama Miri. Mama Miri anaiangalia ile message akiwa na furaha kwamba ndipo anavyokumbushwa na shoga yake ili mume wake asije karudi, bila kujua kabisa kwamba
aliye na mume wake ndo huyo huyo ambaye anayemtumia message. Msikilizaji, hapa ndipo Uswahilini Manzese, Morogoro. Piga ni kupige. Watu wanaibiana waume ndani ya nyumba moja. Fatuma Tepwetepwe, msikilizaji, na yeye bado hajapoa. Fatuma Tepwetepwe anaandaa bomu kubwa sana la kuandaa ili aweze kuwakomesha mle ndani. Msikilizaji, hebu tukutane katika mwendelezo wa simulizi hii katika sehemu ya 3. Nyumba hii imeingiliwa na kisirani gani jamani? Kikulacho kumbe kinguoni mwako, rafiki yako ni yeye adui yako. Bwana, kufikia hapo bwana msikilizaji wa makala simulizi, hapo sasa hatuna la ziada katika sehemu hii ya 2. Tukutane katika sehemu ya 3 ya simulizi yetu hii inayokwenda kwa jina la Fatuma Tepwete. Nini kinaendelea? Vipi, kuna mtu atafumaniwa? Mama Miri atafanikiwa kurudi nyumbani kabla ya Godwin mume wake, ama ni nini kitaendelea? Tukutane katika sehemu ya 3. Kikulacho kinguoni mwako, umzani yae ndiye siye. Bye bye. Ni wako BHB wa makala simulizi.